Maandalizi yetu yamekwenda vizuri japo kwa muda mchache, lakini yamekwenda vizuri. Wachezaji wetu wote wapo katika hali nzuri na tuko tayari kwa ajili ya mchezo huu. Mchezo dhidi ya Pamba inaingia katika orodha ya michezo migumu ya ligi kuu ya Tanzania. Mara zote mechi baina ya Pamba dhidi ya Simba huwa ni mechi ngumu kweli kweli, na haijaanza leo, ni historia enzi na enzi. Hata wakati wa Toto Africans ikicheza against Simba inakuwa ni mechi ngumu kweli kweli. Mechi ya Simba dhidi ya Pamba, Pamba yenyewe kabisa ya kina Fumo Felicia, ilikuwa ni mechi dume kweli kweli, na Pamba hii imerithi utamaduni huo wa kuipa Simba mechi ngumu. Kwa hiyo tunategemea kuwa na mechi ngumu kweli kweli siku ya Alhamisi ya tarehe 19. Tunalifahamu hilo na tunafanya maandalizi kulingana na aina ya mechi ambayo tunakwenda kukutana nayo, na tunaamini tutakwenda kupata matokeo mazuri licha ya ugumu mkubwa ambao tutakwenda kukutana nao. Mechi yenye ugumu kiasi hii, lakini pia muda ambao mmeupata wa hizi siku 2-3 umewatosha kiasi gani kwenda kucheza mechi hii? Alafu mbona leo sauti haitoki kabisa? Muda unatosha. Hata ukisema utoshi hauwezi kuongezeka tena. Kwa hiyo muda unatosha, tumeshafanya maandalizi kuelekea katika mchezo huo na tuko tayari kwenda kupambana. Kwenye uwanja wa CCM Kirumba, ni historia gani ambayo mnapopata ratiba ya kwamba mnaenda kucheza uwanja CCM Kirumba inawajia wana Simba? Ziko kumbukumbu nyingi za Kirumba, lakini sisi na Pamba inatukumbusha ambapo tulikutana mara ya mwisho ilitokea sintofahamu ya pale na pale, lakini yote kwa yote mechi ilichezwa na mambo yakaenda vizuri. Tunaamini safari hii mambo hayo hayatojirudia, hayatojitokeza, na badala yake ni kwamba itakuwa ni 100% fair play, kila mtu apate haki yake. Semaji, umesema ni mna uchovu kuelekea mchezo huu, lakini kuna watu wanaamini kwamba mmepumzika muda mrefu. Nimesema nina uchovu Ni uchovu umesema kwamba kuelekea baada ya kucheza mechi yako. Na watu wanaamini kwamba nyinyi mmepumzika zaidi, pengine hili mkaidi. Hatujapumzika. Tunapumzika lini? Kwamba mjacheza mechi kubwa sana. Sasa hiyo sio haijawa finyu kama ambavyo. Sasa hilo sio pumziko, kwa sababu maandalizi yote yalifanyika kuelekea kwenye mchezo wa TRA. Tulikwenda uwanjani kwa ajili ya kucheza na TRA, tukafika uwanjani lisaa 1:30 kabla. Tukakaa pale kwa zaidi ya nusu saa kusubiri hali ya hewa ikae sawa sawa. Kwa hiyo kiujumla ni kwamba maandalizi yote ya mechi yalifanyika, uwanjani tulifika, lakini mechi haikuchezwa. Uchovu unaupata vile vile kwa sababu kila kitu kinakuwa kimeshaandaliwa, kila kitu kinakuwa kimeshafanyika. Mbona juzi imeenda kwenda kumjulia hali ya Abdulrazak Hamza? Kuna taarifa nyingine mpya ya kikosi kuhusiana na ambao walikuwa na majeraha na hali zao mpaka hivi sasa? Na majeruhi tuliokuwa nao ni wale wakina Kamara, Bajaber, Hamza, Nangu, Yakubu. Wengine wanaugua wanapona, kwa mfano kama Baraka Mwangosi aliumia katika mchezo dhidi ya Singida. Mechi ya TRA ilikuwa anaokosa mchezo huo, bahati mbaya mchezo haukuchezwa, kwa hiyo mechi hii anaweza akarejea. Kwa hiyo majeruhi tuliokuwa nao hivi sasa ni wale ambao wanaumia siku 2 anapona anarejea, wengine wanajikaza wanaendelea na mechi, lakini majeruhi wa kudumu tuliokuwa nao ni wale 5 ambao hao mustakabali wao ni mpaka mwisho wa msimu huu. Semaji, umezungumzia sintofahamu ambayo ilijitokeza kwenye mechi ya mwisho pale CCM Kirumba. Pengine hii inawapa hofu kuona pengine ikitokea kama yale itakuwaje sasa? Hofu gani? Labda sisi hatuna hofu yoyote. Mazingira yakiwa yanaruhusu mechi kuchezwa yatachezwa. Mazingira yakiwa hayaruhusu mechi kutochezwa haitochezwa. Na mwenye mamlaka ya mwisho wa kuakhirisha mechi ni bodi ya ligi. Kwa hiyo sisi jukumu letu ni kufika uwanjani. Tukifika uwanjani mazingira hayaruhusu mechi kuchezwa, wenye mamlaka watatuambia mechi hii haiwezi kuchezeka, basi tunaondoka.
tulifanya hivyo pale Tabora. Tunajiandaa kwenda uwanjani, tukaambiwa bana, kulingana na hali ilivyo mechi hii haichezwi, fanyeni muondoke mrejee Dar es Salaam. Tukafanya hivyo. Mechi ya juzi tumefika mpaka uwanjani, tukaambiwa bana, uwanja huu ni mbaya, maji yamejaa, mechi haiwezi kuchezwa, tukaondoka. Kwa hiyo sisi tunafuata maelekezo ya mamlaka na hatuna hofu yoyote. Kwa sababu mechi iliyoahirishwa itapangiwa muda mwingine, tutacheza tu. Yaani mechi ya ligi kuu ni sawa na kifo, kama nitakuwa sijakufuru kufananisha, haikwepeki, haikimiliki, yaani iko pale, mtacheza tu. Kwa hiyo mechi zetu hizi mbili za viporo dhidi ya Coastal Union, dhidi ya TRA, muda wake utafika, tutacheza tu. Nini vita yenu ya ubingwa ipoje? Na nyinyi naamini msimu huu bila kutumia nguvu ya ziada vita itakuwa ngumu sana. Hakunaga vita ubingwa nyepesi. Vita ubingwa lazima iwe tough kweli kweli. Na vita ubingwa mwaka huu ni ngumu pengine kuliko mwaka jana, mwaka juzi na miaka mingine. Na sisi tunaamini tumerejea rasmi kwenye mbio za vita ya ubingwa. Tukiangalia msimamo wa ligi unatutamanisha kuelekea kwenye ubingwa. Tunaamini kabisa hapa tulipo, tukiongeza ushindani kidogo tu, tunakwenda kutimiza malengo yetu. Kwa sababu ukimwangalia anayeongoza ligi ambaye yuko juu yetu ametupita alama 3. Alama 3 ni mechi moja. Na hiyo mechi moja sisi na wao bado hatujakutana round ya pili. Maana yake ni kwamba anaweza akashinda mechi zote anazoshinda na sisi tukashinda mechi zetu zote, alafu tutakapokutana sisi na yeye ndipo ambapo tutaamua nani awe bingwa msimu huu. Ukiwa katika mazingira kama hayo, unaweka hai matumaini ya ubingwa. Katikati hapa tulikuwa tunakaribia kupotea kwenye vita ubingwa. Baada ya kuachwa almost alama 7, sijui alama ngapi, tukawa tunaelekea ukingoni kwenye hii vita. Lakini sasa vita ya ubingwa imeanza upya, inatamanisha. Kila ukiangalia msimamo unapata tumaini jipya kwamba hapa ninaweza na mimi nikafanya jambo. Yaani yule aliyokaa mbele ni kama anatutingishia hivi. Kwa hiyo na sisi tunatamani ya kwamba tunaweza tukapata kitu pale na kwa hiyo msimamo ufanya unatingishika. Tunatamani kufika pale ili tuweze kutimiza malengo yetu ya kuchukua ubingwa msimu huu, lakini haitokuwa rahisi na wala haitakuwa nyepesi. Ni vita mpya hii ambayo tunapaswa kupambana nayo kwa jicho na macho. Na mimi niwaambie wana Simba ya kwamba hii vita ni ngumu kweli kweli. Ubingwa haijawahi kuwa vita